Nataka nizungumzie masuala ya ndugu yangu aliyepita kuhusu barabara, lakini ameshazungumza, inatosha. Naomba sasa nikutume sasa kwenye swala moja tu linalohusu masuala ya ardhi. Mheshimiwa mbunge, ndani ya nchi yetu ya Tanzania, hususan katika jimbo lako la Njombe, kuna migogoro ya ardhi, na migogoro hii imekuwa mikubwa ndani ya nchi hii. Shida iko wapi? Ninakutuma Mheshimiwa mbunge rasmi kabisa, na Mheshimiwa Rais asikie kabisa, na ninaomba, sio niseme kwa niaba ya kijiji cha Tipora, niseme mimi Leonard Mbogolo kwa ushauri wangu kwa serikali kuu. Ninaomba mabaraza ya ardhi ya wilaya yafutwe, sio yarekebishwe, yafutwe. Wenye viti wa mabaraza ya ardhi ya Tanzania yafutwe. Mheshimiwa Rais hata kama ataniuliza swali kwa nini yafutwe mabaraza haya, nina sababu za msingi. Sababu yangu ya kwanza, Mheshimiwa mbunge, mabaraza ya ardhi mamlaka zao wamepewa mwenyekiti wa baraza, mtu mmoja tu. Mwenyekiti wa baraza anaamua atakavyo, wanarefusha kesi. Kuna watu hivi sasa hivi wana vyesi vina miaka 10 mabarazani, miaka 10. Mtu anazaliwa anakuwa mtu mzima, kesi inaendelea barazani. Mwisho wa siku mtu anakufa, anaiacha kesi. Mabaraza hayana msaada wowote kwenye utatuzi wa migogoro ya ardhi. Mheshimiwa mbunge, nilikuwa nikiwasiliana na ndugu yangu mmoja Kiteto kule, nikamuuliza vipi kesi yako kwenye baraza la ardhi la wilaya? Anasema kesi yangu imeahirishwa mwezi wa 4 huu, imepelekwa mwezi wa 12. Hivyo Mheshimiwa mbunge, ninakuomba uende ukawasiliane na serikali kuu. Mabaraza ya ardhi ya Tanzania ndiyo yanayochochea migogoro, hivyo yaondolewe, yafutwe. Yafutwe kwa sababu gani? Yanarefusha kesi. Asante sana, nimekupata vizuri, na sio wewe peke yako umetoa ushauri kama huo. Kwa hiyo asante Mheshimiwa mbunge. Simshangae, wengi wameshauri. Kwa jina Leonard Zabron, na kushukuru kwa kulisema hilo la ardhi. Kazi yangu hapa ni kupokea mawazo ya wananchi. Nalipokea kama wazo, na wanaofuatilia bunge watakuwa wamesikia. Tunaongelea sana migogoro mbalimbali ya ardhi. Bahati nzuri sisi migogoro yetu huku ni tofauti. Migogoro yetu huku sisi ni ya mtu kwa mtu, familia kwa mtu, familia kwa familia, urithi, ardhi, ndio migogoro yetu. Wenzetu wengine wana migogoro kama yetu, lakini wana migogoro mingine mingi zaidi. Wakulima na wafugaji, tembo wanaingia kwenye maeneo ya ardhi, kwa hiyo wao wana migogoro mingi. Sisi migogoro yetu ni ya sisi wenyewe, ambayo utaratibu wake ni wa kisheria, na hakuna mtu kati yetu, hata wataalamu, anaweza akalitolea maelekezo au maamuzi. Lakini ndugu yangu ameliongelea vizuri sana. Anasema utaratibu wa kisheria uliopo unazalisha migogoro zaidi au unachelewesha migogoro zaidi. Ni kweli, ni kweli. Kwa hiyo mimi nalichukua kama jambo, na baadhi ya wabunge wameliongelea ndani ya bunge, na mawaziri wametolea majibu kwamba iko haja. Mwanzoni serikali iliweka haya mabaraza, ikayapa nguvu, ikaonekana kwamba hayafanyi kazi vizuri. Baadaye wakasema kuwe hiyo inatoa ushauri, mwenyekiti awe anaamua. Inaonekana na yenyewe haifanyi kazi vizuri, migogoro bado na inachukua muda mrefu. Kwa hiyo nalipokea na kulichukua kama moja ya ushauri.